Tuanzie hapa kwa Mr. Luoga, mratibu wa tamasha hili la watumishi. Kwanza tuanzie kwa nini hasa mmeamua kuliweka hili tamasha na ni mara ngapi sasa hivi mnalifanya au ndio kwa msimu huu ndio mnaanza? Limefanyika kwa miaka ya nyuma kidogo. Okay. Lakini katikati hapa nilisimama kutokana na mambo kidogo ya uratibu. Inawezekana unajua shughuli za kuandaa tamasha zinahitaji utulivu sana. Yeah. Na mambo kuwa mengi kidogo. Kwa hiyo ilisimama kidogo kwa muda. Lakini kwa sasa tunalifanya, tuseme kwa miaka karibuni hili ndio linaenda kuwa tamasha ambalo kubwa. Yeah, kwa hiyo tunaenda kuandaa bonanza kubwa kwa ajili ya watumishi na lengo kubwa ni kuwakutanisha watumishi wote. Okay. Watumishi wetu wengi hawapati nafasi ya kukutana. Yaani watumishi wa idara moja na nyingine, ukiondoa hizi za elimu, idara ya afya labda na idara ya elimu, sehemu ya kukutana ni ndogo sana. Kwa hiyo kama muajiri basi tuna haja ya kuwakutanisha watumishi wetu. Kwa hiyo tukaona tuandae ile bonanza kwa ajili ya kuwakutanisha watumishi wetu wote wa halmashauri ya jiji la Mbeya ili wakae sehemu moja wajadili mambo yao ya familia, mambo ya kimichezo, mambo ya kimaisha pamoja na mambo ya kiafya pia kwa ujumla. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuwakutanisha watumishi wetu, lakini lengo nyingine kujenga afya za watumishi wetu. Zinategemea sana michezo. Kwa hiyo michezo inaimarisha afya zetu. Okay. Watumishi asilimia kubwa wanakaa sana kwenye viti. Sana wanakaa ofisini. Kwa hiyo muda mwingi hawana muda wa mazoezi. Yaani kuna mtu anatoka nyumbani, anatoka kwenye gari. Akifika ofisini, anakaa kwenye kiti. Kaa kwenye kiti, anaenda kunywa chai. Mwingine analetewa chai. Anakaa kunywa pale anakunywa chai. Akitoka ameingia kwenye gari, muda wa kuondoka umefika, anafika nyumbani. Akifika nyumbani kwenye tamthilia. Kwa hiyo tulia zake nyumbani pale, siku imeisha. Kwa hiyo hawapati muda wa kufanya mazoezi. Okay. Kwa hiyo ni vema basi tuwakutanishe, tuanze hizi program za mazoezi. Okay. Kwa hiyo bonanza litaanzisha program za mazoezi katika halmashauri yetu. Kwa hiyo kwa hawa watumishi pengine mmegawa kwenye hilo tamasha kutokana na idara au ni watumishi mnaweza mkaingia tu kwa mchanganyiko? Hapana. Tuna idara 19 idara pamoja na vitengo. Okay. Tunavyo 19. Kwa hiyo tukaona kila idara ionyeshe kipaji ilicho nacho. Tumeunganisha kwa makundi. Kwa hiyo tuna kundi A hadi kundi E. Kwa hiyo kundi A tuna elimu msingi, kundi B tuna elimu sekondari. Lakini kundi B ni elimu sekondari. Kundi C, D na E. Haya tumeunganisha idara. Kwa hiyo kuna idara kwa mfano kama afya ni idara ambayo ina watumishi wengi. Okay. Tumeongezea tu pale vitengo vitatu. Kitengo cha manunuzi, kitengo cha biashara pamoja na kitengo cha mazingira. Okay. Lakini tuna idara zingine kwa mfano idara ya mchumi. Tuna idara ya maendeleo ya jamii ambayo na wako wengi. Tuna idara ya utawala ambapo huko unawakuta watendaji wa mitaa, unawakuta watendaji wa kata wapo huko, lakini unawakuta ma-PS, unawakuta walinzi, unawakuta madereva, wote wako huko. Kwa hiyo hao wote hawa tumeweka timu moja iungane na wenyewe watengeneze timu moja ili kesho wakaonyeshe kipaji zaidi ya kile ambacho wanakifanya. Okay. Sawa, kwa ligusia jioni hapa kidogo tu, labda pengine uthibitishe hili Luoga. Tamasha mmeamua kulifanyia wapi na kwa nini hasa mkapeleka hapa? Tamasha tumeona tulifanyie shule ya sekondari ya Mbeya Day. Ambayo kwanza ni nyumbani pale, lakini pia ni sehemu ambayo inafikika. Okay. Ni katikati, kwa hiyo watumishi wa sehemu zote wanaweza kufika. Wanakaa ukanda wa Iunga wanafika, wanakaa Uyole wanafika, wanakaa eneo ya Isanga wapi wote panafikika. Lakini pia hata miundombinu yake ya kimichezo ipo vizuri, viwanja viko vyote ambavyo tunavihitaji. Michezo takribani yote. Yote tutakuwa nayo, tutakuwa na football. Kuogelea. Luoga ananiambia mchezo wako. Hapana. Pana swimming pool pale. Pana swimming hamna. Ya kuogelea haupo. Lakini michezo mingine yote ukiondoa hii mikubwa ya netball, football, ya basket, volleyball, handball, lakini michezo mingine ile fun games kwa maana ya hizo kufuta kamba, kukimbiza kuku, mchezo wazia draft tutapiga hapa. Draft, bao, yani michezo ya jadi yote ipo. Okay. Na tayari timu yangu imekamilika. Imekamilika, tulishaweka kila sehemu kuna wasimamizi.
na taratibu zote zimeandaliwa. Umenitajia, umeniambia kama sijakosea, unasema na watumishi zaidi ya 4,000 sio? 3,000. 4,300. 4,300. 4,300. Kama niko sahihi kwenye kumbukumbu zangu. Vizuri. Sawa. Wote wamethibitisha kushiriki tamasha hilo au kuna baadhi ambao pengine hawatahusika hapo? Ya hadi saa hizi tuna watumishi 2,800 ambao tumeshathibitisha. Kwa sababu tuna magrupu yetu ambayo tunajiandikisha huko. Kwa hiyo kila group nimeona mahudhurio ni mazuri kabisa. Yaani watu wamejiorozesha kwenye michezo karibu wote. Sawa, nije nizungumze sasa na watu wa hamasa, lakini naambiwa pia ndio wachezaji sasa. Kuna wengine wachezaji humo lakini wamenipa vyeo vyao kama ndio wazee wa hamasa. Ili uwe mtu wa hamasa lazima mchezaji. Okay. Sawa, nianze na ndugu yangu hapa Wycliffe Kolimba. Karibu sana kwa mara nyingine. Tushaanza kupiga story mapema kabisa hata kabla ya tukio. Ndio. Vipi hasa kwenye hamasa, mmepita kwenye idara huko kuhamasisha watu? Mwitikio uko vipi hasa? Mwitikio umekuwa mkubwa kuliko tulivyokuwa tunadhania mwanzo. Okay. Yaani mwanzo tulikuwa tunajua kitakuwa kitu kidogo tu. Lakini kwa mwitikio ambao tunauona hasa hadi ambao tulikuwa hatuwategemei kama wanaweza akapenda michezo, wenyewe ndio wanataka kucheza. Kuna watu wana miili mikubwa, wanataka rede, wanataka kuvuta kamba. Kwa hiyo kitendo cha kuweka michezo mingi imepelekea kuna mwingine tunasema mimi nitakuja kucheza karata. Nitakuja kucheza karata. Mimi mwingine hamna mbio za magunia. Nije nikimbie kwenye gunia. Kwenye gunia. Sio wote ambao wanacheza ile michezo tunaifahamu, netball, football. Kuna wengine wana michezo yao hii, rede, drafti, bao. Kwa hiyo mwitikio umekuwa mkubwa sana. Yaani pale Mbeya Day 91.3 Dream FM Mbeya. Hapatoshi. Lakini naamini kama alivyosema ndugu yangu mratibu, wewe na labda mratibu kaona kwamba eneo lile linatosha kabisa watu waje kwa ajili ya bwana, watu nje na hapo wanakaribishwa kuja pale. Kwa maana ya kuja kushuhudia ile tamasha. Kuja kushuhudia mnaruhusiwa. Mnaruhusiwa. Karibuni sana. Wote wanakaribisha. Okay. Sawa. Kolimba amezungumzia pia timu gani ambao wanacheza ambao wanacheza? Mimi bwana ndashiriki michezo kama miwili. Ndashiriki handball, ndashiriki na football. Bwana. Huko bwana kuna kisanga huko. Kule unapiga flanks zile au unapiga wapi kwenye football yangu? Tunachagua namba ambazo zinalipwa zaidi. Bwana, namba inayolipwa zaidi ni watu wanaoataki, si ndio? Attacking zone. Ukija pale ukiona mtu anafunga sana, hiyo ndio mimi. Tuangalie anafunga sana ndio. Bwana, mimi nitakuja kesho nione hapo ndugu yangu Kolimba unapotupia. Bwana, sawa. Madam Jennifer Nyabakari, karibu sana pia kwa mara nyingine. Sogea tu kwenye mic hapo, wala haina shida yoyote. Asante. Wewe unashiriki mchezo gani? Netball. Hivi kwa afya kupushi kweli? Hapana. Au tuongezee mwili kidogo? Hapana. Mwili ambao ni mzuri. Kwenye netball yes. Kuruka pale juu unatupia tu vikapu vya kutosha. Tuambie wajiandae. Yes. Timu gani vile? Idara gani? Mipango. Mipango. Yes. Wazao mipango. Kule hata magoli atakuwa anaenda kimpango zaidi. Ndio maana tumejipanga. Yes. Maandalizi yako vizuri, lakini kwa upande wenu? Tunashukuru Mungu tumejipanga vizuri kwa ajili ya bonanza hilo. Yaani sina wasiwasi kwa kweli na timu yangu. Na yani kwa michezo yote yani kiujumla, lakini pia kwa timu yangu ya netball pia tumejipanga vizuri sana. Wewe unafanya mazoezi nje na hili tamasha la kesho? Ndio. Umesikia watumishi wako? Ndio. Kwa hiyo kuna wengine wanafanya mazoezi pia. Wanafanya. Mimi natamani hao ambao wanafanya mazoezi mngewatoa. Maana watawaonea tu wenzao ambao wafanye mazoezi. Hapana, wana haki ya kucheza. Kwa sababu ni michezo ambayo kila mtu anashiriki. Kwa hiyo ambaye anafanya mazoezi, ambaye afanye pia mazoezi anaruhusiwa kufanya. Yes. Bwana, sawa, kwa sababu ni tamasha la watumishi linaunganisha watumishi wote. Karibu sana pia. Sasa hapa nitataja mimi hapa. Anaeli Allen, karibu bwana kutuzungumze hapo. Hata ukikaa tu mheshimiwa Loga, wewe ndio utakupiga maswali mengi hapa. Hii mic atasimama tu hivyo anaongea hapo. Karibu. Nashukuru sana. Sijui wewe ujitambulisha sasa, maana Loga kaniambia hapa pengine nisikataje kumbe ndio Frida kule. Hapana, kwa majina naitwa Anaeli Allen. Mimi natoka timu ya msingi. Okay. Yes, niko netball pale. Kwenye nafasi ni GA au GS. Bwana.
Washambuliaji wengi sana nyewe mmekuja leo. Hivyo ndio vifaa vyenyewe ndio vinavyobeba timu. Utaweza kweli kutupia pale? Yaani hilo usio na shaka. Maandalizi hata mchukua picha hata acha kuchukua pale. Uswege. Kesho naambiwa utakuwa unapiga picha unampiga na ile anavyotupia pale. Na sio tu kutupia mpaka kupendeza. Bwana watumishi, hongereni sana bwana. Mimi nikajua uwanjani tu, kumbe hata kupendeza. Mpaka kupendeza. Naona mmeanzia hapa, mlivyokuja tu hapa. Mambo naona sio mabaya sana. Mwanzo wa ushindi ni muonekano tu kwamba kwa mimi HQ wajipange. Joni anacheka. Joni bwana, Joni mwandamizi sana. Ngoja kwanza, ukija kwenye football iko hivi. Ukiwa umenyoa kiduku kwa mfano, umepiga bleach fulani, wanaangalia mechi wote watakuangalia wewe. Sasa wewe haribu. Ukiwa umevaa umependeza, watu wote watakuangalia wewe. Kama ile timu yako ya kuuma nakumbuka watoka wamependeza, wamekula socks vizuri kabisa. Walikula nyingi. Baada ya matokeo. Kwa hiyo na hilo naambia kwamba kupendeza kunaendana pia na kile ambacho mtakifanya. Smartness ndio kila kitu. Hata kabla ya kumjua mtoto ana akili, muangalie muonekano wake. Sasa HQ si umemwona hapo? Ajipange, nyama nyingi nyama chache. Kazi wanayo. Bwana, hii tamasha lina afisa habari. Yupo ni nani? Yoni. Amtoeni. Wewe afisa habari unamshinda wachezaji. Wamtoe. Kazi mpeni madam. Yaani kabla ya mechi washashinda. Mimi nakwambia. Wewe sio maelezo anayotoa. Yaani hapa Yoni naomba mumtoe. Wala Luoga hapana. Yoni hata kama sijawahi kumsikia kwenye kuzungumzia habari. Apewe Anaeli. Yoni Kirua. Mtoeni. Sawa bwana, hongereni sana na kila laheri pia Anaeli kwenye. Mnakutana nani nyie? Shukrani. Mechi ya kwanza kwenye netball itaanza Msingi na HQ. Ndio. Kwa hiyo madam anatazama mara mbili. Sasa Jenifa umesikia hizo tambo? Umejipanga vizuri kwa? Anasema eti nyama nyingi nyama ndogo. Yani kwenye swala la muonekano nini wala tatutishiki. Hamtishiki. Bwana hongereni sana na kila laheri. Shukrani, tunashukuru sana. Kama timu yani hilo umemaliza kuanzia center kwa center mimi ni hivyo walimsiki ni mfupi. Hivi mna raha gani huko? Afu najua kazi ya kule chini kwa watoto kuwaleta huko juu ni kazi ngumu sana unajua. Hilo kwetu halina shida kwa sababu pia mkurugenzi wetu anaweza kutuwezesha kwa vitu vingi sana. Okay. Tukisha kuwa flexible katika kazi zetu. Hata unyumbufu wetu katika michezo unakuwa mkubwa sana. Kile tunachokifanya kwa watoto ndicho tunachokifanya na sisi. Kwa sababu hii michezo sio tu kwa watumishi. Hata wanavyotuwezesha sisi ndivyo na sisi tunachokifanya kwa watoto wetu. Wakija kesho wanajua tu kabisa madam sio sayansi tu na hesabu. Hata haya mambo yumo. Asante sana Anaeli Allen bwana. Sawa. Grace George bila shaka Frida George. Nitakupa jina jingine hapa ndugu yangu. Na hiyo leo vaa hiyo uchelewe kabisa naambia wana huko chini ya ulinzi. Kabisa. Wana nchi. Hongereni sana bwana. Wanawake mnaweza naambia Asante. Wanawake tunaweza hata bila kuwezeshwa. Hata bila kuwezeshwa. Ile umekuja hapa ameanza kuongea Luoga. Tafsiri yake bado mshawezeshwa. Unajua hauwezi kumdhiki mkubwa wako. Kiongozi ni kiongozi. Yaani kuwepo juu kwa Luoga tu inaonyesha kabisa nyie bado hamwezi. Hapana. Sisi hatuna maneno mengi sana, sisi ni vitendo tu. Bwana sawa. Karibu sana kwenye tamasha la kesho. Pengine umejipanga vipi hasa? Mimi nimejipanga vizuri sana. Kwa upande wa netball nitacheza. Lakini pia nitacheza karata, nitacheza rede. Sasa hapo kwenye karata hapo ningekuwa mtumishi wa jiji mimi ningecheza na Frida. Mimi nakutoa. Yaani mimi nakumaliza kwa saikolojia tu. Kwenye saikolojia sasa hapo sawa. Saikolojia ina shida. Kwenye saikolojia sawa. Ila kwenye kucheza pale ya kutoa ndugu yangu. Nafasi ipi unacheza sasa kwenye netball? Mimi nacheza GA na GD. Hapo GD ndio huwa sielewi. GD goal defense. Goal defense. Wanalinda. Kwa hiyo unapiga kote yani. Kote napiga. Bana. Yaani kote. Mbona kimo kidogo kama akifiki pale juu? Yaani kimo kisikutishe. Shabau. Kuna muda tunavuka kama nyani. Bana sawa. Elimu sekondari bila shaka Ndio. Sawa, mmejipangaje nyinyi? Sisi tumejipanga vizuri. Kwa ujumla. Tumefanya mazoezi. Timu zote tuko fiti. Okay. Na wapinzani wetu wajipange pia. Ni nani mnakutana nao? Sisi tutakutana na watumishi lakini pia tutakutana na elimu msingi.
Kwani mkikaa hapo mtambiane msipigane? Hatuwezi kupigana. Kikubwa tu mtu wa kamati wasipite njia moja. Wasipite njia moja. Unaweza kaanza mechi mapema. Mechi ishaanza toka jana. Toka jana kamati ishaanza. Mechi za maneno. Asante sana Frida, kila laheri pia. Asante sana, lakini pia naomba niwasihi walimu wote wajitokeze kwa wingi. Okay. Ya, unajua ukiwa unacheza halafu mshangiliaji hayupo, unakuwa unakosa ile confidence. Chafua nitafua. Lakini ile kuna confidence unapata kutoka kwa washangiliaji. Kwa kweli tunaweza tukashangilia mpaka wakasahau kuangalia mpira. Sawa. Kwanza nishukuru sana kwa nafasi hii ambayo tumeipata. Lakini kipekee tumshukuru mkurugenzi wetu. Okay. Ya John Nchimbi. Ni mkurugenzi kijana, lakini ni mkurugenzi ambaye anapenda michezo. Ameweza kutunga mkono sana. Tulipompelekea ili wazo la watumishi kukutana, yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kabisa kutuongoza njia na nini cha kufanya. Okay. Ya, kwa hiyo tunamshukuru sana, lakini pia ni wakaribishe watumishi. Hii ni sehemu pekee ya kumshukuru mkurugenzi. Okay. Mkurugenzi wetu amefanya vitu vingi sana kwa watumishi. Miaka ya nyuma watumishi kulipwa likizo ilikuwa ni ngumu kidogo. Okay. Lakini mkurugenzi wetu ametumia mapato ya ndani. Sasa hizi watumishi karibu 1% likizo zao wanalipwa, anaenda likizo na hela yake anapata. Lakini pia mahospitalini